Karibuni katika makala hii ambayo ni kumbukumbu ya taarifa ya breaking news niliyoiweka hapa March 12 mwaka 2021 ikifahamisha kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo marehemu John Pombe Magufuli. Katika makala hii ninaeleza jinsi nilivyopata taarifa za kuugua kwake, jinsi nilivyofanya hiyo breaking news na kilichojiri siku 5 zilizofuata baada ya mimi kutangaza, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitangaza rasmi kuhusu hicho kifo tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2021, siku 5 baada ya mie kutangaza hizo taarifa. Lakini kwanza, kabla ya kuingia katika makala hii, ningependa kutoa tahadhari kwamba endapo makala hii itamkwaza mtu yote kwa namna nyingine, basi si lengo la makala hii kumkwaza mtu yote. Hii ni marejeo tu ya kilichojiri siku hiyo ya tarehe 12 mwezi wa 3 2021, jinsi ilivyofanywa breaking news na jinsi ilivyopokelewa, na si lengo kwamba kumkwaza mtu yoyote kutokana na taarifa hii. Baada ya kusema hayo, naomba nitoe shukrani kwa nyote mnaotembelea channel hii. Niwakaribisha wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na itakupendeza, basi unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za siasa, matukio kitaifa, pia channel hii ina habari za kimataifa, chambuzi, masuala ya intelijensia na kuna kozi pia hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii, licha ya kuhabarika, pia unapata fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada husika. Tarehe 12 ya mwezi Machi mwaka 2021, majira ya saa 1 usiku kwa saa za hapa Uingereza na saa 4 ya huko nchini Tanzania, niliweka video hapa kwenye channel hii ya YouTube ambayo ilikuwa ni breaking news kwamba aliyekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli amefariki. Kwa hiyo katika makala hii ninaeleza jinsi nilivyopata taarifa za kuugua kwa marehemu Magufuli, jinsi nilivyofanya hiyo breaking news, jinsi breaking news hiyo ilivyopokelewa na kilichojiri kati ya hiyo tarehe 12 ya mwezi wa 3 2021 hadi tarehe 17 ya mwezi huo wa 3 2021, ambapo serikali ilitangaza rasmi kwamba Rais Magufuli amefariki. Lakini kabla ya kuingia kiundani kuhusiana na tukio hilo, nikupe fursa ya kuisikia hiyo breaking news niliyoiweka hapa YouTube. Karibuni katika breaking news hii ambayo nimeipata muda mfupi uliopita, ambapo taarifa kutoka huko nchini Tanzania zinaeleza kwamba Rais John Pombe Magufuli amefariki. Taarifa zilizopatikana ni kwamba amefariki katika hospitali ya Mzena. Hii ipo jijini Dar es Salaam. Hii hospitali ipo chini ya Idara ya Usalama wa Taifa na imekuwa ikiwahudumia viongozi mbalimbali. Kwa hiyo Rais Magufuli alikuwepo hapo na amefariki jioni hii ya leo majira ya saa 11 jioni. Lakini pamoja na taarifa hii ya kifo chake ambayo kwa kweli ni ya kusikitisha, katika kifo huwa hatuangalii matendo ya mtu. Pengine kuna watu ambao wanaweza wakafurahishwa kutokana na hali ilivyokuwa nchini Tanzania katika kipindi cha miaka 6 au 7 hivi, ambapo utawala wa Rais Magufuli ulitawaliwa na rekodi zisizopendeza. Lakini kidini ni kwamba kifo kinatuleta pamoja, kinatufanya tuomboleze na kumwombea marehemu apumzike mahali pema peponi. Lakini hata hivyo, taarifa hii ya kifo imeambatana na hali ambayo baadhi yetu tulitarajia kwamba ingeweza kujitokeza. Moja ya sababu ambazo zimefanya taasisi kama hii ya Idara ya Usalama wa Taifa kujaribu kuficha hili swala la ugonjwa wa Rais Magufuli pamoja na tukio hili la sasa ni ukweli kwamba kulikuwa na maandalizi yanafanywa ya kupandikiza watu, kwa sababu kuna mengi yametokea katika miaka hii 6 mpaka 7 ya utawala wa Rais Magufuli. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanafanya maandalizi ya kuangalia namna ambavyo hata kuondoka kwake hakutowaathiri. Kwa hiyo taarifa nilizonazo zinasema kwamba Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu hajafahamishwa kuhusiana na kifo cha Rais Magufuli, kama nilivyosema, kilichotokea leo jioni majira ya saa 11:30.
jioni katika hospitali ya Mzena hapa jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hajafahamishwa kuhusu taarifa hizi ambazo ni kinyume na utaratibu, kwa sababu yeye kama makamu wa rais anastahili kuwa naibu rais hadi hapo taratibu nyingine zitakapozingatiwa. Sijui katiba inasema vipi kwa swala hilo, lakini kuna mpango ambao unafanyika wa kujaribu kama kumwepuka vile na kuingiza watu wanamna. Sasa taarifa zinasema kwamba mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa, huyu bwana anaitwa Diwani Athmani, pamoja na daktari wa rais anaitwa Profesa Mchembe, wamekaa na mwili wa marehemu mpaka sasa, na wanapanga makamu wa rais wanayemtaka, ambaye ametajwa kuwa anaitwa bwana Chamuriho. Hili jina nimewahi kulisikia, lakini sijui huyu mtu ni nani. Kwa hiyo ndio huyu mtu anataka ashike hiyo nafasi ya makamu wa rais. Kama nilivyosema awali, endapo video hiyo audio niliyofanya breaking news itamkwaza mtu yoyote, basi ninaomba samahani, lakini lengo halikuwa wakati huo na sasa halikuwa kumkwaza mtu yoyote, bali kuripoti taarifa hiyo ambayo tangu mwanzo wake ilikuwa imedhibitiwa sana. Lakini licha kudhibitiwa, ni watu wachache tu waliokuwa wakifahamu kilichokuwa kinaendelea. Mimi nilifahamu taarifa za kutetereka kwa afya ya marehemu Magufuli takriban wiki kabla ya kifo chake, na ilikuwa ni mchanganyiko wa vyanzo vilivyopo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na kama nilivyoeleza katika hiyo audio unayoisikia, kulikuwa na changamoto kidogo kwenye taasisi zetu za dola, kwa sababu vyombo vya usalama vya nje ya Tanzania vilikuwa na taarifa zaidi kuliko baadhi ya watendaji wa taasisi hizo za dola ndani ya Tanzania. Pengine kutokana na udhibiti ulivyokuwa mkubwa kwenye swala zima hilo jinsi lilivyo, lakini pia pengine kutokana na changamoto za kiutendaji. Kwa hiyo mimi nilipata hizo taarifa na niliripoti, lakini changamoto ya kwanza kabisa katika kuripoti swala zima, kwanza kuhusu afya na hata hicho kifo, ni ukweli kwamba mara nyingi unaporipoti kuhusu kuugua kwa mtu, taarifa afya ya mtu yeyote ni siri, ni faragha yake. Kwa hiyo kuripoti kuhusu afya ya mtu kwamba anaumwa sio jambo zuri sana, japo unapokuwa kiongozi ni muhimu kwa wananchi kufahamu, lakini ni vigumu kwa kweli kuchora mstari unaotenganisha kwamba hii ni faragha ya binadamu, lakini hii ni haki ya wananchi wanaoongozwa na huyo binadamu. Siku zote hii inakuwa ni changamoto, na si tu kwa Tanzania bali sehemu mbalimbali. Lakini la pili ni kwamba mimi sikuwa mtu sahihi wa kutoa taarifa hizo kwa sababu zilizokuwa wazi. Wanaofahamu yaliyokuwa yanajiri kipindi hicho wanaweza wakaelewa. Hakikuwa kipindi rahisi. Baadhi yetu tulituhumiwa, mimi nikiwa mmoja wapo, kwamba ni watu tuliokuwa tukishirikiana na taasisi za nje kutaka kuhujumu utawala wa marehemu Magufuli. Kama wengine mnakumbuka, kuna orodha ilitajwa na yule bwana anaitwa Musiba, ile ya watu waliokuwa wanaitwa watu hatari, na wengine jina lile mpaka leo limeendelea kudumu, watu hatari waliokuwa tishio kwa usalama wa taifa. Kwa hiyo sikuwa mtu sahihi, kwa sababu katika mazingira ya kawaida ilionekana kama ni mtu ambaye nina motive ya kupotosha umma. Kwa hiyo hata hizo taarifa walizosema mwanzoni kwamba hali ya rais sio nzuri, baadaye ukatangaza kuhusu kifo, watu wengi walikimbilia kuhisi kwamba huyu mzandiki. Tulikuwa naitwa makuadi wa mabeberu, makuadi wa mabeberu. Kwa sababu huyu ni mmoja wa makuadi wa mabeberu. Lakini nilitekeleza wajibu wangu na kuhabarisha. Moja ya vitu ambavyo tangu zama hizo nilipoanza kujishughulisha na mambo ya kuhabarisha umma, kushirikisha umma kuhusu habari, kitambo 2006 nadhani ndio mimi nimeanza mambo ya uandishi na kuripoti na vitu kama hivyo. Siku zote nilijikita katika kuwajibika kwa maana ya kupata taarifa na kuwasilisha, lakini kuhakikisha kwamba taarifa unayowasilisha ni sahihi. Kwa kweli katika muda wote sijawahi kutoa taarifa ambayo sijaithibitisha, na pengine
inachangiwa na ukweli kwamba huko nyuma nilikuwa mtumishi wa serikali, kwa hiyo ninafahamu mbinu mbalimbali za kuhakiki taarifa kabla ya kuiweka hadharani. Siku zote nimekuwa niko responsible. Tunapata taarifa nyingi, kuna watu wanaleta taarifa za kweli, lakini wengine wanakutumia taarifa ili uaibike mbele za watu. Kwa hiyo hata nilipopata taarifa hii kwamba marehemu Magufuli alikuwa mgonjwa na baadaye kupata uthibitisho wa taarifa ya kifo, nilikuwa pia nina shaka, what if hivyo vyanzo vyote vina lengo ya kunihujumu mimi, kwa maana ya kwamba nitoe taarifa ya uongo na inipotezee credibility yangu, yani kuaminika kwangu mbele ya jamii. Lakini sasa hilo pia ni changamoto, kwa sababu kuna wakati unakuwa na ni ripoti taarifa ambayo ina maslahi kwa umma, au ni hifadhi kwanza mpaka nijiridhishe. Siku zote mimi nadhani ni muhimu kwanza kujiridhisha kabla ya kuripoti. Kwa kifupi tu, baada ya kuripoti kwanza niliporipoti kuhusu taarifa za ugonjwa, lakini hasa baada ya kufanya breaking news tarehe 12 mwezi wa 3 2021 hadi tarehe 17 serikali ilipothibitisha 17 mwezi wa 3 2021. Hizo siku 5 zilikuwa siku ngumu kuliko zote katika maisha yangu, kwa sababu nilitukanwa sana, akaunti zangu za mitandao ya kijamii ziliripotiwa, post niliyoweka Instagram ilishushwa, nusura akaunti yangu ifutwe, kulikuwa na majaribio kadhaa ya kudukua akaunti zangu, lakini kulikuwa na maneno makali sana dhidi yao kwamba wewe utakuwa ni shetani kiasi gani cha kutaka kumuombea rais wetu mpendwa awe amefariki. Hiyo baada ya kusema hiyo tarehe 12. Kwa hiyo nilitukanwa lakini kuna watu wengine ambao pia walikuwa wanajaribu, nadhani kulikuwa na kiu, hata wale waliokuwa wanatukana pia nao walikuwa, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anajua, hata huko ndani ya idara ya usalama wa taifa ilikuwa ni watu wachache sana walikuwa wanafahamu kuhusu taarifa hizi, na kwa kweli upatikanaji wa taarifa hizo haukuwa ni kitu rahisi. Na mimi binafsi ilinisaidia kufahamu jinsi gani ninavyoaminiwa mpaka kupewa taarifa hizo, na taarifa hazikutolewa kwa nia mbaya, zilitolewa kwa sababu ilikuwa ni muhimu kwa watu kufahamu. Lakini la pili ni kwamba kulikuwa na mpango wa kuihujumu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba baada ya kifo cha Rais Magufuli, baada ya kuwa anaanza kuumwa, hali yake ilivyokuwa inazorota, tayari kulikuwa kuna mpango ulikuwa unaendelea chini chini wa kutaka kuikiuka katiba ili makamu wa rais ambaye wakati huo alikuwa ni Mama Samia Suluhu Hassan asije kuwa mrithi wa nafasi hiyo. Na hata kilipotokea kifo, moja ya sababu zilizochangia kuchelewa kuwekwa kwa taarifa hizi hadharani ilikuwa ni hiyo, kukamilisha huo mpango wa kukiuka katiba ili Mama Samia Suluhu Hassan asiwe rais. Kwa hiyo siwezi kujipa sifa, lakini huenda kuweka hujuma hizo hadharani nako kulichangia kuhakikisha kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazingatiwa na hatimaye ikafuatwa, na baadaye Mama Samia Suluhu Hassan akaapishwa kuwa mrithi wa marehemu Magufuli na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyosema awali, lengo la makala hii haikuwa kuwaumiza watu, kwa sababu kuna watu wengine wataumizwa na haya niliyoeleza. Lengo nilitaka tu kuwafahamisha watu jinsi ilivyokuwa, jinsi nilivyopata taarifa, jinsi nilivyoripoti, changamoto zilizojitokeza katika watu walivyozipokea, kuona kwamba labda pengine mimi ni mzushi na vitu kama hivyo. Lakini pia kulikuwa na shinikizo la kimataifa, baadhi ya vyombo vya habari vya nje navyo vilikuwa vinataka kufahamu, lakini mimi nilijikita katika uadilifu, kwamba ni ripoti tu kile ambacho ninakifahamu na kwa maslahi ya nchi, na isionekane kwamba unatoa taarifa hizi kwa ajili labda unafurahia kifo cha mtu. Sisi wengine ni washikadini, tunaamini kwamba hata kama mtu humpendi au kama una tofauti naye, huwezi kufurahia jambo baya lilompata. Basi ni matumaini yangu kwamba taarifa hii kidogo imekupa mwangaza kuhusu kilichotokea, lakini pia umefahamu kuhusu utendaji wa vyombo vyetu vya dola. Niwatakie siku njema, asanteni, na tutakutana wakati mwingine katika makala nyingine. Kwaherini.